as we get to hear the word of God. Tunakushukuru umetujalia na umetupatia neno. You have not left us without a word from God, without guidance. You have not left us without leading. Through your word, we have all that we need. We thank you for your word, which is the bread of life. We pray today that as we break this bread, that in Jesus' name you are going to minister to our hearts and to our lives. And to all those that are viewing us online, bless them with the glory of your beautiful name. In Jesus' name we pray. Let us say amen. 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 Thank you very much. I want to praise him. God bless you. We share the word of God from the book of John. The book of 1 John. 1 John. Just the letters of John, right at the end of the Bible, just before Jude and Revelation. And there we have 1 John. 1 John, and chapter number 5. And by the grace of God, let us read these two verses. Okay, let me begin from verses number 12 and go all the way to verse number 15. So the Bible says, from verse number 12, and our message today is the birthmarks of a believer. The birthmarks of a believer. Alama za kuzaliwa kwa muumini wa kweli au mtu ambaye ameokoka. There are some marks that we consider here. So in 1 John chapter number 5, the verses number 12 to 15, the Bible says, "He who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Lord, in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." In other words, the emphasis there, or the reason for writing, is for you and me to know that we have eternal life. He continues to say, "And that you may continue to believe in the name of the Son of God." He wants us to dwell in this faith. He wants us to continue loving God and serving and worshiping him. Verse 14 says, "Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of him." Blessed be the word of God. Amen. May the Lord bless this word and make it a rhema word even for us today. So, 1 John, you will find he uses this word, "These things I write to you." He always tells us the reason why he is writing. And for the particular reason here, he says, "I write these things to you so that you may know you have everlasting life, and that you continue to believe in the Son of God." He wants you to know that you are a child of God, that you have everlasting life, and that together with this everlasting life, he wants you to continue your walk in the Lord. But today, we have a message that we have entitled, "The Birthmarks of a Believer." And we will just refer to some verses in this book of 1 John, because he has written so much about that. I'm going to share 5 birthmarks of a believer. These, I cannot say they are exhaustive, but they are marks that when you see these things, when you see this evidence,
it points you to understand that whether this person is a true believer or not. So if these signs are missing in your life, kama uoni hizi alama za mtu ambaye anampenda Mungu, mtu ambaye ameokoka, hizi alama kama uzioni katika maisha yako, au kama kuna mmoja wapo ambayo hauoni, basi inafaa uweze kujirudia na uweze kumkaribia Bwana na kulainisha mambo yako na Bwana Yesu Kristo. So umesema Yohana ambaye ameandika kitabu hiki, he has also written the Gospel of John, and these 3 letters. He has also written the book of the Revelation. He has written so much for us so that we may benefit. And again in John chapter 20 and verse number 31, John says, "But these things are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that in believing you may have life through his name." So he wants you to know that you are a child of God, that you are born again. So we are going to see, and some of the phrases that we find here are these phrases, "These things I or we write to you," so that you may understand. And therefore, let us look at these 5 marks that John tells us that a believer ought to have. And the first mark is the mark of obedience. Obedience. In the same letter of John, chapter number 2, and verse number 3, it talks about obedience. 1 John chapter 2 and verses number 3, it says these words, "Now by this we know." And another statement that we are going to see here, and he repeats it very much, is this statement, "We know." By this we know. Because of this we know. So it is kind of these things proof. If we are going to say that you are a true believer, we are going to witness some of these marks, or all of these marks in your life. So in verse number 3 it says, "By this we know." By this we know that we know God, if we keep his commandments. He who says, "I know him," and does not keep God's commandments is a liar, and the truth is not in him. But whosoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him ought himself to walk just as Christ himself walked. So the first birthmark here is the mark of obedience. And John says, by this we know that you are a child of God. By your obedience, we shall realize, we shall know that you truly have been born again. And it says, if anyone says by word of mouth that he fears the Lord, or that is a believer, if he says by word of mouth that he is born again, yet we do not see him obeying the word of the Lord, that person is a liar. Na kwa hivyo hii ishara moja ya kwamba wewe umeokoka ni ya kwamba you will be obedient. Obedient to who? Obedient to God. Obedient to his precepts and decrees. Obedient to his word. Bwana akisema kupitia neno lake jambo moja kwako, wewe tutajua unampenda Bwana because you will obey. So if you are not obedient to the word of God, if you do not heed, if you do not respond to the word of God as you ought, then we know that you are just lying. And I want to tell you today, this mark is missing. A lot of people that we see in church today, they are missing this mark of obedience. The word says this, but you find somebody doing exactly the opposite. And when you see that, that gives you a doubt concerning
whether this person is truly born again or not. So, child of God, you have to obey the word of God. In the Gospel of John, chapter number 8, and verses number 29, the Bible says, and that he that sent me is within me, and the Father has not left me alone, for I always do the things that please him. Yesu Kristo ndiye anasema ya kwamba hata mimi Bwana amenituma na ninatenda yale ambayo yanampendeza. He was obedient to the Father. Jesus came for a mission. The mission he came for haikuwa ni mission rahisi, lakini pamoja na ugumu wa hii mission, the Lord remained faithful. And that verse witnesses to us that the Lord himself declares by the witness of his own mouth and heart that he was obedient to the Father. To the Father. Obedience is a big one. If you call yourself a child of God, one way we are going to know whether that is true is by your obedience. Je, wewe unamtii Bwana? Unatii neno lake? So if you lack the evidence of obedience, you cast doubts. And these doubts sometimes may just be giving us a truth that you are really not born again. Obedience is not simply doing the will of God. Sio tu kufanya ile mapenzi ya Bwana. You see, sometimes you may do the will of God, but you do it grudgingly. Naweza kufanya yale mapenzi ya Bwana, lakini uyafanye kwa roho ambayo sio safi. Uyafanye kwa moyo wa ukatili. Ufanye ya kwamba Bwana tu kwa sababu amesema hivyo, let me do it. But obedience is when you delight in that will of God. You take joy in the will of God. Kwa hivyo, mpendwa, ni lazima uweze kufurahia na ufurahie Bwana na ufurahie sheria zake. And therefore the first mark is obedience. Are you obeying the word of God? When God says do this, do you do the contrary? And this entire word of God, this entire Bible ought to be obeyed. The word of God does not contradict itself. It is the true word of God, and it will always cause you to achieve a fellowship with God when you obey it. So obedience is the first mark. Kama unasema unampenda Bwana na unaenda kinyume, basi hiyo inaashiria ya kwamba you are not obedient. Number 2, the other mark that John tells us, and these marks are according to John's perspective, and I can say they are true marks. So the other mark is in 1 John and chapter number 3, na inaitwa upendo, the mark of love. Jesus said, you shall know them by how they love one another. Mtawafahamu kwamba wananitii, kwamba ni wana wangu, kwa jinsi wanavyopendana kati ya wao. I want to say love is also a huge mark. Ni alama kubwa ya kwamba unampenda Mungu. James says, how can you love God, God you have never seen, and yet hate your own brother, ambaye unashinda naye, ambaye unaonana kila siku? Kama huwezi kumvumilia huyu ndugu, basi inakuwa ya kwamba it is a lie that you also do not love God. You are just a liar. So, John himself says in chapter 3, and verses number 14 to 19, anasema mambo haya from verse number 14 to 19. He says, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. We know, ndugu zangu, we know. When we look at you and we do not trace your love for the brethren, then we know truly you have not passed from death to life. But John says we know
that we have passed from death to life. Why? Because we love the brethren. Because we love the brethren. So this is a huge one. So because we love the brethren, he who does not love his brother abides in death. Hate is death. If you do not love your own brother in Christ, or your own blood brother, then you are abiding in death. Cain, because he did not love Abel, the end result was he killed Abel. So when there is love, we know that you are really a child of God. So whoever eats his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Kwa hivyo ukiona mtu amejaa chuki, moyo wake umejaa chuki, amejaa mabaya, amejaa hasira, amejaa ghadhabu, there is no love for the men and women and brothers who have been born again, then that is an evidence ya kwamba huyo mtu kuna alama ya wokovu ambayo haipo, na ni alama ya upendo. So it may also mean that if you do not love the brethren, then you truly are not born again. And there are people who hold grudges. Alinikosea. Na mama alikukosea tu kitu kidogo, ni dada katika Bwana, lakini kwa sababu ya shetani ukakuta tu ya kwamba ameenda amekusengenya na dada mwingine, eti sasa wewe unashikilia hiyo, you hate them, you cannot greet them, you cannot be patient with them. That may also mean that you truly were not born again, because the Lord says forgive, because you have also been forgiven. So love is a very great mark that you are a child of God. Ni alama kubwa ya kwamba wewe umeokoka. Huwezi kuwa wewe unajipenda tu, unapenda mume wako na watoto wako, you have no business with others outside there, you are a liar. If you are born again, you will love the brethren. Kama umeokoka ya kweli, utapenda wandugu. So he continues up to verse number 19. So he says, if you hate your brother, you are a murderer. And there is no murderer who has a place in the eternal life or in the kingdom of God. By this we know, he says again, kwa sababu hii tunajua, by this we know love, because he laid down his life for us. Tunajua Yesu alitupenda because he gave his own life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Yaani wewe ujinyime saa ingine kwa sababu ya ndugu yako. Hautatajuaje ya kwamba unapenda ndugu yako? You will share. Haitakuwa furaha kwako kuona ya kwamba ndugu yako hana chochote na wewe uko na kila kitu. Unasema ya kwamba mimi nimebarikiwa, huyu anakaa ni kama anamkosea Bwana, ndio maana unaona ya kwamba Mungu hajabariki. And there are people who take pride and joy to see that their fellow brothers in the Lord are not doing well. Wako na karoho kauchafu, wako na karoho mbaya na shetani. Unaona ya kwamba wapendwa kama hawaendelei vizuri, it is their joy. And they look at you, wanangojea uende ukaanguke. Unasikia akisema huyu hataweza, na wanakuangalia wakiweza kukuombea, maombi yao itakuwa tu inaashiria ya kwamba wanakuombea mabaya. That person cannot be born again. Is not born again. It's just a lie. The churches are filled with people who do not love each other. It is time that we consider this mark of love, kwa sababu ni alama kubwa kumaanisha au kuonyesha ya kwamba umeokoka. One thing ought to be clear. When you have these things, it does not mean you are born again. Kwamba you are obeying, kwamba you are loving the brethren, that itself sio kusema umeokoka. Lakini ile tunasema hapa ni kama kwamba umeokoka. Hii mambo tutaona kwa maisha yako. We'll see you are an obedient child. We'll see you are practicing love for the brethren. The third mark is the mark of truth.
And this we find in 1 John chapter number 4 from verses number 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. But this you know, that the Spirit of God, that it is the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh, that is the Spirit of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and now is already here in the world. Sasa John anasema alama ingine ni alama ya ukweli. You need to be truthful. There is a lot of lying in the house of God. Watu wameona kudanganyana ni kama sio dhambi. Mpendwa, utajua umeokoka because you are truthful. You love the truth. So Roho wa Bwana akiwa ndani yako, na ndio Yohana anasema, when the Spirit of the Lord is upon you, you'll be a true child of God, and you will speak that which is truthful. Tunaongea kuhusu Mungu. Almost everyone talks about God, but they do it without saying that Christ Jesus is God. Kuna watu wengi ambao wanapinga ukweli ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na unakumbuka Yesu alisema, I am the truth, and I am the life. Mimi ndiyo, I am the truth, the way, and the life. Jesus Christ says so. So truth is a man. Truth is a person. Truth is Jesus Christ. So if you are truly born again as a child of God, you will practice truth. Your deeds will be accompanied by genuineness and truthfulness, kwa sababu umezaliwa kwa Roho wa Bwana. Na huyu Roho wa Bwana anahakikisha ya kwamba unasema ukweli, and you are true. Kuna wengine ambao wanakana ya kwamba Yesu Kristo sio mwana wa Mungu, na hiyo ni uongo. Jesus Christ is the Son of God, begotten of the Father, the only begotten Son of the living God. So you and me ought to practice truth. Kuna watu ambao wanasingiziana. Nasingizia ndugu yako, unamsingizia na uongo. Ukiona hiyo uongo ni kama haijapenya, unaongezea another bundle of lie. That is evil. If you are a liar, that points to something. It points us to see that you are truly not born again. Kwa hivyo alama hiyo ya tatu ni alama ya kwamba we ought to be truthful. It is the birthmark of truth. Genuineness in everything that we do. So sometimes we do not deny Jesus Christ in word, but in our deeds. Unajua Yesu Kristo kweli yeye ni mwana wa Mungu. Na unaweza sema hapa ya kwamba mimi sijamkana Yesu. Mimi najua Yesu ni mwana wa Mungu. You confess with the mouth. By word it is true. But when it comes to your deeds, you are telling us something else. Because you are not obeying what this Jesus Christ, who you regard to be the Son of God, says. Na hiyo alama, unapoenda kinyume na ukweli huo, inakuwa ya kwamba, yes, you are confessing the Lord with your mouth, but your deeds are saying a negative thing, are saying a very different thing altogether. So, God needs to help us. Bwana atusaidie. Na wapendwa, tuombe. Tuwe watu wa ukweli. Tuseme ukweli. Na tunaposema tumeokoka, tutembee hiyo njia ya wokovu. That is truthfulness. When you say and confess that you are born again, then we ought to see you walking in that truth. Walking in the truth that you really have been born again. Tuone ukweli huu wa wokovu ukifanya kazi na ukifanya kazi ndani yako. So, the fourth mark is the mark of the Holy Spirit. We have this in 1 John, the same chapter number 4,
and verse number 13. Verse number 13. Neno la Bwana linasema hivi, 1 John chapter 4 and verse number 13. The Bible says, by this we know that we abide in God, and He is in us, because He has given us His Spirit. Bwana ametupatia Roho wake, and we have seen and testify the Father has sent the Son to the world. So Bwana Yohana hapa anasema ya kwamba one gift we receive once you are born again is the gift of the Holy Spirit. Siku ambayo uliokoka, Bwana alideposit Roho Mtakatifu katika maisha yako. He is our helper. Ndiye anayetusaidia, ndiye anayetutia nguvu. He is the comforter. He comforts us when we face the challenges of life in this journey of faith, because challenges will be there and they could be many. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu unakuta ya kwamba anakufariji, anakutia nguvu, anakupatia mafuta mabichi, mafuta mapya. Unakuta ya kwamba the things that caused you to fall yesterday, you are facing them with the strength today. So this is the mark of the Holy Spirit. Na Biblia inasema huyu Roho wa Bwana ulia ndani yetu, Abba Father. Huyu Roho ana witness. Ndio maana ukiona utasikia mtu analia Baba, Baba, kwa sababu Roho huyu wa Bwana aliye ndani yake analia hivyo, Baba, Baba. Lakini kuna wengine hutawahi kusikia wakisema Baba, unasikia tu ni Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, kwa sababu wamekataa Roho wa Bwana. Unajua unaweza kuwa katika kanisa, unaweza kuwa umeokoka, lakini ukatae Roho wa Bwana. Na Roho wa Bwana naye ni muungwana, hawezi kujilazimisha katika maisha yako. So let us not make more or less out of this. What God says here, the Holy Spirit is a person. Just like you and just like me, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Na kwa hivyo Roho wa Bwana, naomba ya kwamba usimfukuru. Naitwaje hiyo mnyama? Ya kwamba yeye anapenda utulivu. Kwa hivyo ukimfukuru ataenda, ataondoka. Ukiendelea hiyo njia ya dhambi, you cannot go into sin when you are carrying the Holy Spirit in you. Yule Roho wa Bwana ambaye yuko ndani yako, utaona ya kwamba atakushawishi kwambia usiende njia hiyo. Na Roho wa Bwana anasaidia katika hii safari ya wokovu. Utasikia ushuhuda wake katika masikio ya kiroho kwambia usiende hiyo njia. Hapana, usifanye hivi. Hapana, don't go this way. And when you are going the right way, utasikia Roho akikusemea, akikwambia you are on the right track, child of God. There is the witness of the Holy Spirit in our lives that we are born again. Na kuna watu ambao hiyo witness ya Roho Mtakatifu haipo. Naona mtu hata akikaa mwezi mzima hajaomba, yeye haoni kama hiyo ni kitu. Lakini Roho wa Bwana akiwa ndani yako, itakuwa ya kwamba ukikosa maombi unasikia njaa, unahisi kiu. You desire a moment with God. You desire prayer. You desire fellowship with the living God. So the Holy Spirit in your life is the fourth mark. Tuone, je, kuna Roho wa Bwana katika maisha yako? Je, na mtu ambaye ako na Roho wa Bwana ukirudia, tunaweza kosana saa hii, nikitoka hapa Roho wa Bwana aniambie rudi saa hii. Rudi saa hii muombani msamaha. Rudi umwambie ni pole. Unaweza nikosea, na kwa sababu niko na Roho wa Bwana, Roho wa Bwana aniambie hiyo makosa msamehe. Na uone kesho tunasalimiana tu kama kawaida, because the Holy Spirit who is in me anataka niishi maisha ya utakatifu na ananiongoza. Yesu Kristo alisema, I am not going to leave you as orphans, but I will send to you the Holy Spirit. Tumetumiwa na tumepewa Roho Mtakatifu wa Mungu
ili aweze kutuongoza, aweze kuwa mwalimu. So you need to be acquainted with the Holy Spirit. Uelewe roho ananenanga namna gani. Wengine mnashangaa ukisikia mtu akisema Bwana aliniongelesha au roho wa Bwana ameniambia. You need acquaintance. Unapokaa na mtu ndipo unapozoea sauti yake. Unakuta hata akiongea usiku na hapo huko nje, unaweza sema huyo ni fulani. Wengine wamezoea watu, hata unazoea harufu yake. Hata kama uoni saa hiyo na unasikia tu hiyo harufu, unajua fulani yuko hapa. We need the same acquaintance with the Holy Spirit of God, because he is a friend. Anafaa kuwa rafiki na atakuwa msaada katika maisha yetu. The indwelling presence of the Holy Spirit therefore is a birthmark. Roho wa Bwana huwa katika maisha yako, hiyo ni ishara. The Bible tells us that he is our earnest pledge or down payment. Is a deposit. Yaani huyo Roho Mtakatifu kukaa ndani ya maisha yako is a down payment. Yaani already he has marked you for eternity. You have been marked for glory because you are a child of God. 2 Corinthians 5 and verse 5, the Bible says, now he has wrote us for the self-same thing is God, who also has given us the earnest of the Spirit. Bwana ametupatia Roho wake Mtakatifu. Ni Bwana na ni mapenzi ya Mungu utembee katika Roho Mtakatifu. Ni mapenzi ya Mungu Roho Mtakatifu awe mwalimu katika njia zake. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, the Bible says, in whom you have also trusted. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom you also, after all that you believed, and you are sealed with that Holy Spirit of promise. Yaani ni seal. Roho Mtakatifu anaweka muhuri katika maisha yako na kwamba this one is a child of God. And the Bible says by the Holy Spirit we have been sealed. We have been sealed so that we may inherit the things of God, the kingdom of God, and all that appertains to that kingdom. The inheritance of God. Roho wa Bwana akiwa ndani yako, ndio utasikia Baba katika jina la Yesu. Yaani huyo roho ndani yako analia Baba. Na ukitembea na kujawa na roho, kuna Roho wa Bwana ambaye unapewa wakati umeokoka. Then there is what we call the filling of the Holy Spirit. Mitume hawa Yesu Kristo alitembea na wao kwa muda mwingi. Na baada ya Yesu Kristo waacha na akaenda mbinguni, hawakutenda kazi. Biblia inasema walikuwa na woga, wakaingia wakakaa katika chumba cha juu. Na hiyo muda yote hawakuhubiri until the day of the Pentecost. And when Pentecost came and the Holy Spirit came upon them, yaani Roho ndiye anakupea nguvu. Sasa hivi unashindwa, mbona naona wengine wako na ujasiri, wanasimama mbele ya watu, wanatamka Yesu ni Bwana, wanashuhudia, wanaimba bila kuogopa. What is the difference? It is the infilling of the Holy Spirit. Unahitaji kujazwa. Kwa hivyo kuna Roho Mtakatifu ambaye kila mmoja wetu alipewa na akaweka mark wakati uliokoka. Lakini kuna ile inaitwa infilling, na kujazwa na Roho Mtakatifu. Na unapojazwa unakuta uko na nguvu ya kutenda kazi. Mitume baada ya kujazwa hiyo siku peke yake hawakuendelea kukaa katika chumba. Walitoka hapo Yerusalemu wakahubiri. Hiyo siku Petro akahubiri na wakasema huyu mtu si yule tu fisherman. Right, he was under influence of the Holy Spirit. So for you to minister and to serve God well and to serve God effectively, you need to be filled with the Holy Spirit. So the Holy Spirit lives within you if you are a believer. We must be filled with the Holy Spirit if we are going to live a life of victory. Ndio unaona Wakristo wengine wanaishi leo, kesho wameanguka katika dhambi. Anajikokota, anajirudia, anaomba Bwana msamaha,
anatembea leo vizuri, ikifika Wednesday ameanguka tena katika dhambi. Why? The Holy Spirit. You need the infilling of the Holy Spirit. Roho utuwezesha katika hii safari. Ni msaada, ni nguvu, ni mafuta. Katika hii safari utaweza bila mafuta, ni kama gari. Bila mafuta itasimama njiani. Na hii mafuta ni Roho Mtakatifu wa Mungu. The presence and power of the Holy Spirit enables you and me to live a life of victory. It also enables us to serve God in areas of our calling effectively. Na hii ndio tofauti katika ulimwengu. Wachungaji ni wengi. Kuna wale wachungaji wamekataa Roho Mtakatifu, utakuta ya kwamba yes they are serving, lakini hawana nguvu. Yaani unakuta tu ni kama hadithi. But with the infilling of the Holy Spirit, the man of God cannot remain the same again. The last mark of a believer is the mark of the witness within. Witness within. Najua wewe kama umeokoka, ndani yako kuna ushuhuda. Unashuhudiwa ni kweli umeokoka. Hata kama umeanguka katika dhambi, unasikia tu ushuhuda, wewe tu wewe ni mtoto wa Mungu. There is a witness that is within. And we read this from this 1 John chapter 5 from verses number 9. Na hiyo ndio tunamaliza nayo. Huyu 1 John chapter 5 from verse number 9, the Bible says, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which he has testified concerning his Son. He who believes in the Son of God as the witness in himself. He who does not believe, God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony that God has given us eternal life. In this life is his Son. He who has the Son has life. So John here is telling us that if you are born again, there is a witness within you. Kuna ushahidi ndani yako. Hata kama saa nyingine unaweza pitia majaribu, uanze kujiuliza, je, nimeokoka? Lakini hapo katika hiyo majaribu unasikia witness within your life. Inakwambia yes, you are born again. You are a child of God. So John talks about this inward witness. Hii ni ishara kwamba wewe umeokoka, kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. It's a birthmark. Nafaa iwe na ushuhuda huko ndani. Huko ndani ya nafsi yako, huko ndani ya maisha yako, huko kuna ushuhuda. Unakushuhudia ya kwamba wewe umeokoka. Unakushuhudia ukienda njia mbaya, inakwambia hapana, rudi. Ukitaka kuingia kwa dhambi, kuna ushuhuda huko ndani inakwambia wacha. That inward witness. So when we trust the Lord Jesus as our Savior, the Spirit comes in us and he becomes that witness. So this witness can never be there without the Holy Spirit. Kwa hiyo kuna ushuhuda huko ndani. So the Bible says, Christ in you, the hope of glory. The Lord lives in every believer and provides assurance that we are his through his divine witness. Kuna ushuhuda. Na wewe kama mtoto wa Mungu, kama umeokoka, utasikia unashuhudiwa huko ndani yako. Kama hujaokoka kweli, hata hakuna ushuhuda. Hautashuhudiwa ndani, kwa sababu hakuna kitu huko ndani cha kushuhudia. Praise be to God. So we have this 5 birthmarks. We said the first birthmark is obedience. Uwe mtu ambaye unatii. Tunaona kutii kwako, tunajua ya kwamba wewe unapenda nani? Unampenda Mungu. The second one was the witness of love for the brethren. Tunajua umeokoka kwa sababu unapenda watu. Huwezi kuwa mtu ambaye upendi watu na unashinda kusema ya kwamba umeokoka. Then the truthfulness. Utakuwa mtu wa ukweli.
Na ukweli mmoja ni ya kwamba Jesus Christ is your Savior. And that is the truth. So help me God. And you will speak truthfully to one another. The third mark was the Holy Spirit. The Holy Spirit indwelling and the Holy Spirit in filling. And the last mark is the mark that we have said there is a witness within. The mark of witness within. Yani, uko ndani yako kuna ushuhuda. Unashuhudia ya kwamba you are a child of God. So finally, as we conclude these things, John has written to us, that you may know that you are a child of God. And if you witness these things in your life, be assured that truly you are a child of God, born again. If any of this mark you find is missing, you need to go back to God. You need perhaps to rededicate your life afresh to the Lord. Na Bwana ataingia katika maisha yako, na Bwana atakaa na wewe, because he is a true God. You can know that you have eternal life in the Son of God, but you will not live the joy of the assurance of your salvation in Christ unless these birthmarks have been witnessed in your life. Hauwezi ukafurahia maisha kamili katika Bwana ikiwa alama hizi hazitakuwa na hazitaonekana, hazitakuwa traceable katika maisha yako. And may the Lord help us. So, child of God, look at your life. Today that was a teaching ambayo inafaa kutufanya tujue msimamo wetu, tuko wapi na Bwana, na tuangalie maeneo ambayo hatufiki mahali Bwana anataka, so that we may work upon that. Child of God, may the Lord bless you. May the Lord help you in everything that we do. May God be glorified. So let us arise so that we say our closing prayers together. Let's pray. Everlasting and mighty God, we thank you. We thank you for your word. We thank you that you are everlasting. You are the great I am. Na umetusemezea siku ya leo kuhusu these birthmarks of a true believer. We pray in the name of Jesus that your grace and help will be granted us, O dear Lord. We pray that as believers, perfect our lives, minister to us. If there is any area, God, that we are lagging, we pray in the name of Jesus that the touch of God will be upon our lives. We refuse to remain the same, but we pray in the name of Jesus that we get to greater glory and greater work and greater commitment as we serve and as we walk with the living God. Blessed be your name. Even for your word, as you have blessed us, Master, we say thank you. Receive honor and receive the glory. Thank you for this service. Thank you for those that have joined us and have been together with us all through this service. Bless them wherever they are, to the glory of your beautiful name. Give us a victorious week. In the name of Jesus, as believers, we hide ourselves right in the blood of Jesus, where Satan can do us no harm. Thank you, Father. For these things we pray in Jesus' name. Amen. 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 May God bless you very much. So let us say the grace together. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.